sio kuwa na vijana tu, bali tuna vijana wenye vipaji ambao wakiwezeshwa wanaweza, na kama tunavyoona mchezo uliopita tuliweza kupata ushindi na goli lilifungwa na mchezaji kijana. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kujumuika nao, na kama taifa ina kila jitihada ya kufanya kile inawezekana kuona wanaweka nguvu kubwa kwa vijana, ili vijana hao wa leo watakuwa senior player wa kesho. Sasa kwa hiyo wakiwezeshwa leo na wakafanya vizuri, nadhani tutafika malengo. Na sisi kama senior players kwenye timu ni furaha zetu kuona tunajumuika na vijana hawa, na tunajumuika nao kwa kuweza kufahamishana nini makubwa wanapaswa kuyafanya kwa nchi yetu. Kuna makocha wa timu zote mbili kuelekea mchezo wa kesho kufuzu kombe la dunia, Tanzania dhidi ya Morocco. We have the assistant coach from Tanzania national team, Fuad. Coach, welcome to the press conference. 3 points on hands, and tomorrow you're going to play the second match of the group. What is your tactical opinion? Okay. Caribou for all. Marhaba pour nos frères marocains. I'm going to speak in French, also in English. Better for me French, but I try to speak in English also. Marhaba, encore une fois, welcome. And we are going to play a match against Morocco. We know that big team, but also we are happy to play Morocco. I think football is like this, better when you play a big team. We are here to give our fan, our support fan, and make them happy. We know it's very difficult for us to play this match because we are going to play from Morocco, maybe for a big team in the world. We are going to try to make all for our team, and I think we can do something. Okay, questions to Coach Fuad? Questions? Yes, Coach. My name is Salum Bilembo from Channel 10 and Magic FM. There have been a lot of blames from the fans. If you look at the social media and other platforms, they are happy for the results of the team, but they're not happy for the playing style. They see the team as a more defensive setup since the arrival of Coach Adel Amrouche. Is it about the game plan, or this is the style that the coach has chosen to use for the national team? Excuse me, I answer in French. Toute la difficulté pour notre équipe, c'est aussi avoir de la qualité dans notre groupe, avoir des joueurs prêts pour la compétition, et surtout penser à un autre match qui, avant de jouer donc le Niger, je pense dans la tête des joueurs, c'est jouer le Niger, mais aussi se préparer pour le match du Maroc. C'est important pour nos joueurs d'affronter une grande équipe du Maroc. Et puis pour les joueurs, il y a des choses qui sont dans notre groupe, on fait avec, on essaye de gérer donc la difficulté par rapport aux joueurs qui jouent, qui ne jouent pas, aux joueurs qui reviennent de blessures. Donc on essaye donc de mettre en place toute une stratégie pour pouvoir avoir un meilleur effectif, et surtout pour les partants, ceux qui commencent le match. Alors là, ça c'est aussi notre stratégie. On essaye toujours de voir ce qui est le mieux pour la Taïfa, ce qui est le mieux pour la Tanzanie, ce qui est le mieux pour le football tanzanien. Ensemble, mais on essaye de piocher dans tout ce qui est donc qualité dans notre groupe. Et bien sûr, on essaye à chaque fois d'avancer et de faire de bonnes choses pour notre équipe nationale. Najua tunajitahidi kutumia wachezaji ambao tunao
vipaji ambavyo sisi tunavyo. Hatuwezi tukatumia vipaji ambavyo hatuna. Hatuwezi pia tukatumia mfumo ambao wachezaji ambao tunao ndio wa kuendana na mfumo ambao sisi tunao. Sijui kutokea kushoto au kutokea kulia. Tunaangalia wachezaji wetu sisi wale ambao sisi tunao na ndio tunawatumia kwenye mfumo ambao tunacheza nao. Kikubwa kilichopo ni kuamini hawa wachezaji ambao tunao na kuwatengeneza vizuri, sababu hata wenyewe tunajua hatuwezi tukaruka step, tunaenda step moja baada ya nyingine, sababu hata ukiangalia kwenye ranki ya FIFA sehemu gani ambapo sisi tulipo. So lazima tuende sawa na wachezaji wale ambao sisi tunao ili tufikie malengo. Tutajitahidi kadri ya uwezo wetu kuwatumia hawa ambao tunao ili tupate matokeo mazuri. Kingine, timu ya taifa wenyewe mnajua hatupate muda mwingi wa kukaa pamoja kama hivyo kwenye club, lakini tunajitahidi kadri ya uwezo wetu kwa muda ule ambao tunaupata tutengeneze wachezaji wazuri ambao watakuja kuleta matokeo mazuri katika taifa na timu ya taifa. Ni hicho ambacho tunachokifanya. الفرق العالمية non seulement c'est une grande équipe وفريق عالمي وزيد فيه لاعبين عالميين باسكو نقدر نكونوا فريق عالمي وفيه جروب ما فيهش لاعبين. الان نشوف بلي ان الفريق المغربي كسوا في الحراسه مع بونو ولا في الدفاع ولا في الميليو ولا في لاتاك c'est une grande équipe qui peut changer de jeu à tout moment. ولا فورس تاع الفريق المغربي انها تقدر اي وقت تغير الستايل دو جو تاع الفريق المغربي. الفوز اللي حققناه في المغرب مع النيجر نشوف بلي انه يعطي فرصه للاعبين sur le plan mental surtout de persévérer, de travailler, de croire en leur potentialité. Vous avez cité Samata et Nsouva, mais aussi on a d'autres joueurs, de jeunes joueurs qui sont en train de pousser. C'est l'avenir de الفريق التنزاني. Au fait, notre objectif, on prépare donc l'équipe tanzanienne à d'autres échéances qui sont surtout une bonne figuration la Coupe d'Afrique. Après, on aura le temps de préparer comme il faut, donc la prochaine aussi. Mais pour ce match, on est conscient qu'on va jouer une grosse équipe. Nous, on va se présenter comme une équipe qui va essayer. Hamza Fumo natokea Bongo 5. Swali langu kwa kocha ni hongera kwa matokeo tuliyopata juzi kama taifa. Tumepata ushindi wa goli moja, ni mzuri. Lakini matokeo yetu sisi Taifa Stars ya ushindi wa goli moja sio mazuri sana kukutana na timu bora kama Morocco. Mchezo uliopita tukiangalia dhidi ya Uganda tupata goli moja, lakini tulitoka sare ya goli moja dhidi ya Sudan. Katika michezo kadhaa ya hivi karibuni matokeo yetu tumekuwa tukipata goli moja. Unadhani kuna haja ya kufanya katika safu ushambuliaji pengine, kwa sababu nyuma inaonekana tupo vizuri na ndio maana turuhusu magoli mengi? We have big occasion, and I think after when we work hard it's possible to score more than one goal. Unapotengeneza timu unaanzia kwenye kulinda. Unapokuwa na defense nzuri inakufanya ujiamini, sababu unajua hutofungwa. Ukishakuwa na defense nzuri itakupa muda wa kutengeneza namna ya kushambulia. Kama timu inacheza haifungwi, tayari mnajiamini, mna timu nzuri. Hapo mnaangalia sasa huko mbele kwa wafungaji. Tuna wachezaji wazuri ambao wanaweza wakafunga magoli, na pia tunaendelea kuwapa mbinu ili wawe wana convert zile chance ambazo tunazopata kuwa goli. Kizuri ni kwa sababu kizuri kwa upande wangu mimi tunatengeneza nafasi za magoli. Najua mbeleni tunaweza kuwa na convert hizo nafasi ambazo tumetengeneza kuwa magoli. Hata ukiangalia mechi tuliocheza
na Niger, mechi ambayo tuliocheza na kabla ya Niger tulitengeneza nafasi za magoli. So kilichopo kwa wachezaji ambao tunao, sababu wana uwezo wa kutengeneza magoli, tutajitahidi kuwapa mbinu ili hizo nafasi ambazo tunazopata tuziconvert kuwa goals hadi tutakapokuja kufikia kwenye malengo. Keeper from Tanzania national team, Aish Manula, one of the senior players in the squad. Aish, karibu kuelekea kwenye mchezo wa kesho. Kwa niaba ya wachezaji, mnakwenda namna gani? Siku ni chache toka mmetoka kucheza kwenye mchezo uliopita ambao mlipata ushindi wa goli 1-0. Kesho dhidi ya Morocco nyumbani. Karibu. Asante sana. Ni kwamba maandalizi yetu kuelekea mchezo wetu wa kesho dhidi ya Morocco nadhani yameendelea kuwa mazuri, na zimekuwa siku chache kutoka mchezo wetu tuliocheza dhidi ya Niger, na baada ya mchezo dhidi ya Niger nadhani kilichokuwa kimefanyika ni recovery kwa wachezaji, kuona namna gani tunaweza tukarecover kwa haraka ili kukabiliana na mchezo unaofuata. Dennis Ndunguru kutoka Africa Media. Aishi, kwanza hongereni kwa mchezo uliopita ambao mlipata ushindi. Yawezekana ni bahati mbaya hamjapata muda mzuri wa kufanya maandalizi kwa sababu muda ni mchache. Mmesafiri kwenda Morocco, mmecheza mchezo, mmerudi kuja Tanzania, mna siku moja tu ya leo kwa sababu mmeingia jana, kesho pia mna mchezo. Katika hii hali kwenu nyinyi wachezaji mnaichukuliaje? Na yawezekana mmechoka kwa sababu nyinyi binadamu pia, safari, mizunguko, mechi. Hali hii kuelekea mchezo wa kesho mnazungumza nini? Ndio kama nilivyosema, baada ya mchezo haraka tulianza kufanya recovery pale uwanjani, na hata jana baada ya safari pia tulikuwa na session kwa ajili ya kufanya recovery, na leo pia tutakuwa na session ya mazoezi. Kwa hiyo yote ni kuonyesha kwa namna gani muda ulivyokuwa mchache, na kwetu kama wachezaji kitu ambacho alikifanya rais wetu Dr. Samia Suluhu ni kikubwa sana kwa kuweza kutupatia ndege. Kwa namna gani imeweza kurahisisha safari yetu kuweza kurejea kwa wakati na kwa muda sahihi. Kama tusingekuwa na usafiri wetu binafsi, huenda leo ndo tungeweza kufika hapa nchini. Kwa hiyo hayo yote ni kwa ajili ya kuona namna gani wachezaji tunakuwa katika hali nzuri ili kuweza kuwa kwenye mood nzuri ya kuelekea mchezo huu. Na ukweli usiopingika, tunaenda kukutana na mchezo mgumu, tunaenda kukutana na wachezaji wakubwa, lakini pia kwa ukubwa wa wachezaji tuliokuwa nao, kama nilivyosema, huwa tunapenda kucheza mechi kubwa kama hizi. Kwa hiyo ni mechi itakuwa mechi kubwa, mechi ngumu na mechi ya ushindani katika vijana. Na kwenye hizi timu za taifa, vijana ndio uti wa mgongo wa soka kwenye nchi husika. Nadhani nchi zote vijana ndio uti wa mgongo. Kwa hiyo tunapokuwa na wachezaji vijana kwenye timu za taifa, especially Taifa Stars, ni kwamba sio kuwa na vijana tu, bali tuna vijana wenye vipaji ambao wakiwezeshwa wanaweza, na kama tunavyoona mchezo uliopita tuliweza kupata ushindi na goli lilifungwa na mchezaji kijana. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kujumuika nao, na kama taifa ina kila jitihada ya kufanya kile inawezekana kuona wanaweka nguvu kubwa kwa vijana, ili vijana hao wa leo watakuwa senior player wa kesho. Sasa kwa hiyo wakiwezeshwa leo na wakafanya vizuri, nadhani tutafika malengo. Na sisi kama senior players kwenye timu ni furaha zetu kuona tunajumuika na vijana hawa, na tunajumuika nao kwa kuweza kufahamishana nini makubwa wanapaswa kuyafanya kwa nchi yetu, kwa sababu tuna safari ndefu kama nchi na tuna malengo makubwa. Na sisi pia tunatamani kuona kama leo tunapambana kwa jitihada zote kuhakikisha tunaenda kombe la dunia, na hata kama hatujafanikiwa leo hii, nikiwemo mimi Aishi, basi wanaweza leo wakina Sopo waliokuwepo leo baada ya miaka kadhaa mbele wakafanikisha kwenda. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kujumuika nao, na tuna vijana wenye vipaji. Lakini nikija swali lako la pili kuzungumzia uwanja wa nyumbani, ni kweli tumekuwa hatupati matokeo mazuri sana tukiwa nyumbani,
lakini pia hatupati matokeo mabaya sana tukiwa nyumbani. Lakini kuna yote na yote ni kuongeza juhudi na kuhakikisha tunapata matokeo chanya tukiwa nyumbani. Kweli uwanja wa nyumbani ndio uwanja ambao tunatakiwa tujivunie kama Watanzania, na wageni wanapokuja nyumbani lazima waone wanakuja wako ugenini, na tunashukuru mara kadhaa washabiki wanakuwa wanajitokeza kwa wingi kwa ajili ya kutusupport, lakini tunapambana kuhakikisha tunapata matokeo, lakini huwa inatokea bahati mbaya tunakosa, lakini malengo yanakuwa ni kupata matokeo na huwa tunapambana, lakini kikubwa tu matokeo yale tunayoyataka tunakuwa tuyapati. Na sidhani kama inakuwa pressure kwa ajili ya mashabiki au pressure kwa sababu tuko nyumbani, ni kwa sababu tu hatupati matokeo.